Enge. Kuna makundi hapo wana misimamo sana, labda ujue. Hapa inawezekana umesahau, lakini mkumbushe aliyekulia na kushoto kwako aweke hapa, alafu mwambie zungusha, zungusha. Peoples! Peoples! Chadema! Chadema! Asante, asante sana, asante wanatunduma, asante wanachadema. Awali yoyote tunamshukuru Mungu sana sana kwa wema na fadhili zake juu ya maisha yetu. Mungu amekuwa mwema kwetu wa Tanzania. Mungu amekuwa mwema kwetu wanachadema. Maisha yote ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kitakapoendelea kuishi kwenye ardhi ambayo Mungu ametupa, hatutakosa kumshukuru Mungu kwa sababu tumeuona wema wake juu ya maisha yetu. Tumefika hapa tulipo ni mkono wa Mungu. Yako mambo mengi tuliyoyapitia ambayo watesi wetu walijipanga kwa namna yoyote wasituone tena, lakini Mungu wa mbinguni aliye mwema ametuwezesha tumeonekana tena. Niwashukuru wanachadema, watunduma na wanachadema nchi nzima ya Tanzania kwa namna ambavyo kila mmoja ameendelea kukipigania chama hiki kwa sababu ya kutafuta haki ndani ya taifa letu la Tanzania. Leo tumekusanyika hapa kama alivyoeleza katibu, ikiwa ni siku yetu ya pili ya kufanya usafi kwenye ofisi za chama chetu, ambacho takribani ni siku 300 kadhaa ambazo hatukuripoti kwenye ofisi zetu za chama, sio kwa sababu tunapenda, ila kwa sababu ya maonezi ya watawala wa taifa hili. Na liko jambo ndugu zangu ambalo niseme, wengi sasa wanasema Chadema tumefurahishwa sana na tukio hili la kufunguliwa chama chetu kufanya shughuli za kisiasa. Acha tukubali kama wengi wanavyosema, lakini mimi niseme kwamba Chadema hata tuko hapa tuna masikitiko makubwa sana. Tuna masikitiko makubwa sana kwa sababu taifa la Tanzania hapa tulipofika limejifanya ni taifa la wasanii, watu wanaoigiza maisha ya wanadamu. Leo hii pengine niwape mfano mdogo. Serikali yetu inachokifanya sawa na shirika la TANESCO ambalo wana uwezo wa kukata umeme kwa makusudi, wakatusumbua kwa siku 3, alafu baadaye wakiwasha wanataka tuwashukuru kwamba wametuwashia umeme. Ndicho ambacho mahakama za Tanzania zinafanya. Wametufungia kufanya shughuli za kisiasa kihuni. Leo hii wanasema wametufungulia ili tuwashukuru kwamba mahakama zimetenda haki. Mimi nataka nikiri wazi, huu ni uhuni. Hatuwezi kumshukuru mtu ambaye anafanya vitu vya makusudi vya kusimamisha shughuli za kisiasa kwenye nchi yetu, na lengo kubwa ni kuizofisha Chadema. Leo hii wanataka tuwashukuru kwamba wametenda haki. Hakuna haki walioitenda, wanajitekenya kwenye uhuni wanaoufanya. Lakini kubwa kuliko yote ndugu zangu, wajue kwamba Chadema tunachokihitaji kuliko vitu vyovyote, wafanye wanachofanya, tunachokihitaji ni Tundu Lissu kuwa nje. Hata wangetufungia shughuli za siasa, sisi wangemwachia Tundu Lissu, wangekuwa wametufungulia mara 100 shughuli za siasa. Kwa sababu Tundu Lissu peke yake ni siasa Tanzania na nje ya Tanzania. Ninachotaka niseme, Tanzania ni nchi, isijitenge na nchi zingine.
ifanye kama mataifa mengine wanavyofanya. Leo hii Chadema ni chama ambacho sisi tunapigania haki ya Watanzania, na Chama cha Mapinduzi tunakirani chama hiki kwa sababu kimelifikisha taifa letu pabaya. Ni chama ambacho kimeunda serikali inayopambana na wenye akili, inataka nchi iongozwe na wajinga. Leo hii Tanzania tulipofika, ukitaka uishi vizuri kwenye taifa hili, uwe mjinga wa mwisho kuliko watu wowote. Nchi imepanga vita vya kupambana na wenye akili na tafuta wajinga. Na Tundu Lissu kuwa gerezani ni akili zake zinamtesa, hana uhalifu wowote. Kinachomfanya Tundu Lissu akae gerezani kwa muda wote huu ni kwa sababu ya akili alizonazo. Yuko kwenye taifa linalowathamini wajinga kuliko wenye akili. Na hili nataka niwaambie Watanzania wote, sio la Wanachadema. Tundu Lissu sio wa Chadema. Tundu Lissu ni zawadi ambayo Watanzania tumepewa kutoka kwa Mungu. Mtu yoyote mwenye akili timamu kwenye taifa hili lazima ampiganie Tundu Lissu. Kuna watu wanataka kutuachia kilio cha Tundu Lissu kama cha Wanachadema. Tundu Lissu sio wa Chadema, na yanayomfanya awe gerezani sio kwa sababu anaitetea Chadema, anatetea Watanzania. Na Mungu sana Tundu Lissu awe kwenye kuta za gereza, awe mahali popote, atatoka akiwa salama na atakuwa mzima. Usalama wao wa taifa hili ni kumwachia Tundu Lissu. Lakini watawala wetu na viongozi wa serikali, kwa taarifa wasioijua, napenda niwaambie kwamba kila Mtanzania wanayemfahamu mwenye akili timamu leo hii hakubaliani na serikali iliyopo madarakani. Hakubali utawala uliopo madarakani. Kwa wasifikiri usalama wao uko kumshikilia Tundu Lissu. Usalama wao ni kuwatendea haki wa Tanzania ili warudishe imani kwa Watanzania. Na sisi kama Chadema, msimamo wetu, chama hiki kina misingi yake ndugu zangu. Na yoyote unamuondoka Chadema hakuwa mwana Chadema. Utakaye muona naondoka Chadema hakuwa mwana Chadema. Kwenye Chadema hatujaja kutafuta vyeo au kutafutia mahali pa kupata mkate. Chadema hatutafuti mkate. Chadema tunapigania haki za watu wote. Usigombane na mtu aliyeondoka eti ameenda Chauma, sijui ameenda Chakufa, sijui ameenda kufa na kuzikana. Usigombane naye. Wewe ujue hakuwa wetu. Na hili ni washauri Wanachadema. Naomba hili ni washauri sasa nyinyi Wanachadema wenzangu. Kupitia mateso haya kila mtu yamfungua akili. Hauna sababu ya kugombana na Mwanachadema mwenzako. Kama una uwezo wa kupambana, kama una uwezo wa kushambulia adui, mshambulie mtu wa CCM na serikali inayotutesa. Natoa ushauri bure kwa anayetaka afuate, asiyeutaka aache. Ila mimi natoa ushauri. Adui yetu ni CCM. Sisi ndani ya chama hatuna uadui. Wala hakuna anayetafuta kitu cha kwake peke yake. Sisi tunatafuta haki ya Watanzania. Na kwenye hili nawaomba tu tuungane. Kwenye hili ili tuweze haya mapambano tulionayo ya kuhakikisha mwenyekiti wetu anatoka gerezani, sisi tushikamane. Hakuna msaada mwingine zaidi ya kushikamana. Lakini pia nirudie tena kuwashukuru Wanachadema mlioko hapa na ambao hawakufika, kwa moyo mliouonyesha wa kusimama na chama hiki pamoja na mateso tunayoyapitia. Na wapo viongozi wenzangu wa chama
ambao iwe ngazi ya jimbo, iwe wilaya au mkoa, ambao hamuwaoni hapa, sio kwa sababu wanapenda. Wapo ambao hawapo kwa sababu walikimbia matatizo ambayo tulikuwa nayo. Kwa yoyote ambaye hamumuoni hapa, sio kwamba kuna sehemu ana starehe, yuko kwenye mateso. Yoyote unayemjua ni kiongozi wa chama chetu, humuoni sasa Tunduma na mahali pengine akifanya shughuli za chama, unatakiwa kumuombea na kuhakikisha awe salama mahali alipo. Kwa sababu tulikuwa tunatafuta, utafikiri tundege twa porini. Na hata unavyotuona hivi ni tundege tuliokoswa kwenye mawindo. Tunapumua, ila tunamshukuru Mungu wa mbinguni. Na ndio maana tunatakiwa kutumia lugha zetu zile zile ambazo zilitukutanisha, ambazo zilitufanya kuwa wamoja. Kama ni muruzi, mpigie muruzi mwenzako. Kama ni simu, mpigie simu. Kama ni message, muandikie message. Mwambie shughuli za chama zinaendelea. Na tutakipigania chama hiki mpaka tone la mwisho. Na kama kuna mtu anafikiri kukizuia chama hiki kuto kufanya shughuli za siasa, eti anakizofisha. Hiki chama tulishapandikiza kwenye mioyo ya watu, hakiko kwenye bendera na rangi. Hata wote unaoona wamekaa huko wanaogopa tu ni Chadema, wote unaoona. Wote waliokaa kwenye malori humo wanasema chama chetu kimefunguliwa. Wawe walio makanisani, wawe walio msikitini, wawe walio mahali popote, wamefurahi chama chao kimefunguliwa. Na serikali isije ikajidanganya, hiki chama ni cha Watanzania. Ndugu zangu, baada ya kusema haya, niwashukuru baada ya kuja kufanya usafi kwenye ofisi zenu za chama. Niwashukuru viongozi wa chama mlioko hapa, lakini munisifikishie taarifa kwa wale mnaowasiliana nao ambao hawako hapa, viongozi wetu, kwamba tunawashukuru sana. Tunajua huko waliko bado wanafanya kazi ya mapambano. Na muambie sasa, tulikuwa kwenye ofisi za chama, shughuli ya mapambano ya Chadema inaendelea. Na Tunduma hii nataka wajue kwamba Chadema ina nguvu kuliko wakati wowote. Na la kwanza ninalowaagiza mlioko hapa mnapoondoka, ambacho mkijue, kwenye utawala wa nchi hatuna mtu anaitwa balozi. Nataka nitamke wazi mchana, watu wote wanaona. Na mtu akiwauliza, muambie mwenyekiti wetu wa chama ametukataza kumtambua balozi. Na mahali popote mtakapompinga balozi, wala msiniite kusema wanatusumbua. Msiniite. Balozi sio kiongozi. Sitaki kusikia kwa eti mlikuwa kwenye michango sijui ya kuchangisha masufuria ya msiba yako kwa balozi. Sitaki kusikia habari hizo. Na kama kuna mwenyekiti anayejiita mwenyekiti ambaye na yeye hatumtambui sawa sawa, akiingilia huo mgogoro, mumwambie wewe ni wale na wewe hatukujui. Nazungumza haya, siogopi chochote. Nikiitwa popote nitatoa matamko haya mnayoyaona natamka. Kama ni issue ya balozi, kachagueni balozi wenu na wao wawe na balozi wao. Kama kuna masufuria ya kufa na kuzikana, kanunueni ya kwenu. Na mtu asiwaambie msiba wa serikali. Msiba sio wa serikali, msiba ni wa aliyefiwa. Mtu asiwaambie msiba huu inaendesha serikali. Msiba sio wa serikali, naomba ieleweke hiyo. Watu wanaanza kuhozi misiba, wanasema inaendesha serikali. Serikali inaendeshaga msiba? Inanunua jeneza, inaleta kuni. Sasa unakueje msiba wake? Msiba wa mwenye msiba. Ndio maana mwenye msiba kifiwa wanamwambia tuonyeshe ukuni, tupe mahindi, kwa sababu msiba ni wake. Na hata sisi Chadema msiba sio wetu, ni wa mwenye msiba.
Kwa utaratibu wa msiba, anajua mwenye msiba amempanga nani wa kuendesha taratibu za msibani. Ila sisi akitokea mtu amefiwa miongoni mwetu, watuachie Chadema, ni wetu. Bwana Yesu asifiwe. Nazungumza maneno haya, wengine ni magumu, wanasema mwenyekiti, tunaenda kuanzia hapo. Ukaanzie hapa ninapokuagiza. Na wakikusumbua waambie nipeleke popote unaponipeleka. Mimi unipigie simu wakati wanakupeleka kwenye vyombo vya sheria. Huko kwenye misiba ukiniambia hapa msibani wametulia ngumu, huko sitaki kusikia. Na wewe kakiwashe unavyoweza. Baada ya kusema haya, tumeanza shughuli za chama. Ofisi hii tutawaagiza wahusika, kwa maana ya watendaji, watapatikana hapa kwa ratiba za kazi, na tutapatikana hapa kuhakikisha tunawahudumia Watanzania wote na wanatunduma wote, sio wanachadema tu. Sasa tumefika, tunataka tuwike Tunduma hapa. Saa hizi si unajua watu wameonewa sana baada ya sisi kuwa kifungoni. Hivi mnajua saa hizi hapa kuna vibali vya 250 tukiweka sherehe ya harusi. Amwelewi? Wamekaa tu huko wametangaza. Saa hizi ukiwa na sherehe yoyote hujalipa 250 wanakuja kufunga ukumbi. Na wananchi hawajapata mtetezi kwa sababu wanaojiita madiwani hawakuchaguliwa na wananchi. Ili mjue madhara ya Chadema ikiwa kifungoni, watu wanateseka kweli kweli. Sasa sisi tutayasema haya kwenye majukwaa ya siasa na mahali popote tutakapokuwepo, kwamba madiwani wahuni wanapitisha mambo ya kiuni. Wanapanga 250, utafikiri na wao kuna mtaji wao. Wanapambana na wenye kumbi na wenye viti. Maana kumbi ni za mtu na viti ameweka, ndio maana anapanga hiyo bei. Wao wanapanga 250, wameweka nini cha kwao? Ambapo hata wangeomba tu 50,000 wanakuambia 250. Haya ndiyo maonezi ya serikali ambayo haikuwekwa na wananchi. Sasa sisi tumerudi mzigoni, tutakamua usiku na mchana. Na tutaitisha mkutano wa ndani, tutatoka nje tufanye mkutano mkubwa kuiambia Tunduma kwamba wenye Tunduma tumerudi. Tunataka tuwaambie wenye Tunduma tumerudi. Na ujumbe huu uwafikie jeshi la polisi waliopewa kazi ya kuisaidia maiti inayosubiri kuzikwa. Maana polisi wamepewa kazi ngumu sana. Mtu akifa dawa yake ni kumzika. Hata ungemficha chumbani amekufa. Wao wanataka kuificha CCM imekufa mpaka tuzike kaburini. Kwa hii kazi wanayo jeshi la polisi sijui na watendaji, ila muambie tumekuja. Hatutarudi nyuma, tutakiwasha. Wengine nilikuwa nao hivi saizi ninapokuja nilikuwa nakunywa supu, wanasema mnenda wapi? Naambia tunaenda ofisini. Wanasema mmechukua kibali, nimesema mmeanza ujinga wenu. Kibali cha nini? Sisi tunaenda kwa sebuleni kwetu, tunahitaji kibali. Wamesema ni kikao cha ndani. Sasa mnajifanya hamjui. Nimeanza nao na wajue kwamba tumerudi kazini. Ndugu zangu, baada ya kusema haya, tuambie watu wa habari watuchukue picha ambayo itakuwa na muonekano mzuri. Hii ni kuwa taarifu wana Tunduma kwamba chama chao kimerudi, lakini kuiambia Tanzania kwamba Tunduma wamerudi kazini na chama chetu makao makuu taifa wajue, ili kama kuna taarifa zozote za chama watupe kwa wakati sahihi ili wajue tuko mzigoni. Lakini pia kwa niaba yenu pengine niruhusu tu watu watatu ambao waseme kwa sababu sio mkutano. Tumezungumza kama viongozi, pengine kwa niaba yenu niwape tu hata watatu mkono ambaye lolote unalozungumza. Ndio basi